anasema tubuni na kuiamini Injili. Anasema ufalme wa Mungu umekaribia. Anaanza kuchagua watu, anaanza kuchukua watu. Kila mmoja anaitwa, anaambiwa njoni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Hawa watu waache kazi yao ya kuvua samaki, sasa waanze kuwavua watu. Mwambie wenzako, mtu anaweza kuvuliwa. Mwambie mtu anaweza kuvuliwa. Mtu anaweza kuvuliwa. Sasa mtu anaweza kuvuliwa vipi? Kwa sababu tunaelewa Yesu anasema nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mtu anaweza kuvuliwa vipi? Tunataka kuelewa hii kuvua, mtu anavuliwa vipi? Maandiko inasema katika Yeremia 16 mstari wa 16, tazama asema Bwana, nitatuma watu kuwaita wavuvi wengi. Huyu ni Bwana Mungu anasema ya kwamba atatuma watu, na hawa watu ambao wanatumwa na Bwana ni kwamba wanatumwa kuwaita wavuvi. Nitatuma watu kuwaita wavuvi wengi, nao watawavua. Nani watavuliwa? Watu. Nitatuma watu kuwaita wavuvi wengi, nao watawavua. Na baada ya hayo nitatuma watu kuwaita wawindaji wengi, nao watawawinda. Kwa hiyo mtu anaweza kuvuliwa. Hata Mungu mwenyewe anasema nitatuma watu. Nitatuma nani? Kuwaita wavuvi wengi, nao watawavua. Kwa hivyo sio kwamba ni samaki peke yake anavuliwa, hata watu wanavuliwa. Mungu anasema nitatuma watu kuwaita wavuvi, nao hawa wavuvi watawavua. Kwa hivyo mtu anavuliwa. Maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Ezekiel 26 mstari wa 5, naye atakuwa mahali pa kutandazia nyavu za wavuvi kati ya bahari, maana mimi nimenena. Isaia 19 mstari wa 8, na wavuvi wataugua, na wote wavuao kwa ndoana watahuzunika, nao watandao jarife juu ya maji watazimia. Inaongea kuhusu wavuvi, inaongea kuhusu wavuvi, ya kwamba kumbe kuvua samaki sio kazi peke yake. Yesu anakuja na system nyingine, anasema njoni munifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sasa mtu anakuaje mvuvi wa watu? Kwa sababu tunaambiwa kwamba mtu anaweza kuvuliwa. Mtu anaweza kufanya nini? Mtu anaweza kuvuliwa. Na mtu anapovuliwa, ni nini ambacho kinafanyika mpaka tunaona ya kwamba mtu anaweza kuvuliwa? Kwa sababu hili ni jambo ambalo linatatanisha sana. Maandiko yanasema katika Isaia 42 mstari wa 22 ya kwamba lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Isaya anawaangalia watu, anaangalia baadhi ya watu, alafu anasema lakini watu hawa, kuna tatizo. Watu hawa ni watu walioibiwa. Kivipi? Na Isaya anaangalia baadhi ya watu, na katika kuangalia na kuwatazama kwa makini, Isaya anajua hawa watu hawa mnawaangalia kwa macho ndio mnawaona wamevaa suti wameng'ara, lakini Isaya nabii akiwatazama anajua hawa wameibiwa. Anaendelea kusema ya kwamba sio kuibiwa peke yake, wameibiwa na kutekwa. Alafu anasema wote wamenaswa, yaani kwamba sisi tunawaona hawa ni watu tunawaona, lakini Isaya anapowatazama kwa macho ya rohoni anajua hawa watu hawako katika miili yao. Hawa wote wamenaswa katika mashimo. Wewe unawaona kanisani lakini wako katika mashimo. Wewe unawaona kazini lakini wako katika mashimo. Wote wamenaswa katika mashimo. Alafu anaendelea kusema ya kwamba wamefichwa katika magereza. Wamefichwa vipi? Na Isaya anasema watu hawa ni kwamba wanaonekana. Are you there? Are you there? Yes. Lakini watu hawa watu wanaonekana, lakini Isaya wanasema hawa watu ambao wanaonekana kwa macho, hawa wamenaswa katika mashimo.
Yeye akiwaangalia anawaona wako katika mashimo. Na ndio maisha ya watu wengi yako hivyo, wanatembea katika barabara, wanafanya kazi, lakini hao wenyewe kuna kitu kimechukuliwa kutoka kwa maisha yako. Yesu anawaambia, njoni mnifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Ya kwamba mtu anaweza kuvuliwa. Yesu akikuja hapa duniani alikuja na ajenda moja, anasema ufalme wa Mungu umekaribia. Kuna watu wanapaswa kuchukuliwa, waingizwe katika ufalme. Maana ya wokovu ni nini? Maana ya wokovu ni kutoka katika utawala wa duniani na kuingizwa katika utawala wa Mungu, ama ufalme wa Mwenyezi Mungu. Amen. Ndio wokovu. Wokovu inamaanisha kuokolewa, imetokana na jina kuokolewa ama kukombolewa. Ndio maana ya wokovu. Wokovu ni system ya kuhamisha watu kutoka kwa utawala wa duniani ama wa ulimwengu na kuwaingiza katika utawala wa Mungu. Amen. Ndio wokovu. Katika habari ya kuwavua watu, ambayo ni sawasawa na kusema soul winning. Soul winning ni kwamba watu wanahubiriwa injili ili kwamba wakaingia katika ufalme wa mbinguni. Katika utawala wa kishetani tunapata kwamba hao pia wako mbioni, kwa sababu wanataka kuwaingiza wengi pia katika utawala wao. Mnanielewa? Mtu anavuliwa, njoni mnifuate nami nitawafanya kuwa. Ya kwamba sio kitu ambacho kitafanyika na siku moja. Ni kitu, ni mbinu, ni strategy, ni system ambayo itachukua muda. Yesu anawaambia njoni mnifuate, nitawafanya. Atawafanya kumaanisha hawa watu watabadilishwa. Kuna kitu watakijua hawa watu ambacho kitawabadilisha akili zao, waweze kuelewa mbinu fulani, na hii mbinu ni ya kuwafua watu. Watu usiku wanapolala wanatembelewa na viumbe kutoka ulimwengu wa rohoni. Wanatembelewa na watu wanakuja kulala nao. Wanatembelewa na watu wanakuja kuwachukua. Wale wanakuja kukuvua wewe. Anielewa? Na kuna watu wamepoteza watu katika familia zao kwa njia ya kutatanisha sana. Wasielewe alikufa vipi, ama maisha yake yalibadilika, akakuwa dondocha, akawa mgonjwa. Hawelewi hii mbinu iliyotumika ni vipi. Mtu anakwenda kugraduate kesho, usiku wa leo anakuwa mwenda wazimu. Unashindwa hiki kitu, hii mbinu iliyotumika ni mbinu ya aina gani? Nifuate nami nitakufanya kuwa nani? Wavuvi wa watu. Katika hii revival conference kuna watu tunakwenda kuwavua. Tunatupa ndoana, tunatoa watu ambao wamenaswa katika mashimo ya kichawi, watu waliowekwa magerezani, watu ambao wameshikwa mateka. Tunakwenda kutupa ndoana, tunakwenda kuwavua watu, maana kazi tumeitiwa na kazi tutaifanya. Hakuna wa kutuzuia, hakuna wa kupiga ngema yake. Kazi Mungu ameanzisha, yeye ni mwaminifu, anakwenda kuikamilisha. Sema amen. Sema amen. Nakwambia tunakwenda kuwavua watu. Oh, yes. Watu tutawavua. Haijalishi wamewekwa mivunguni, haijalishi wamewekwa juu ya mti, haijalishi nyota yako ilichukuliwa na nani. Tutatupa ndoana, tutaitoa pale. Oh, yes. Amen. Unanisikia? Hawa watu wameitwa na Yesu, watafanywa kuwa wavuvi wa watu. Na tunaona kwamba katika kutembea na Yesu ikafika mahali Yesu akawauliza watu kule nje, wanasema mimi ni nani? Wakaanza, kwa sababu wamesikia porojo nyingi, wamesikia tetesi nyingi. Kama vile kuna watu kanisani wako hapa, unaweza kuwa unatembea na wao lakini hawakujui kabisa. Unatembea na watu, unawategemea, unajua hawa watu ndio wangu, lakini hawakujui, hawakufahamu. Yesu akawamwagia swali, watu kule nje wanasema mimi ni nani? Na kwa sababu wamezoea kusikia porojo, wakaanza, wanasema ni Yeremia, wengine wanasema wewe ni Elijah, wengine wanasema wewe ni mmoja wa manabii. Kumaanisha wamejua story nyingi. Story zinaongewa kule nje, na nakwambia kuna watu wataongea story hizo. Ziko, mwambie mwenzako ziko. Story ziko, wataongea mengi. Wewe Pastor Harrison yuko hivi, wewe Pastor yuko hivi, wewe nani. Story ziko, lazima wataongea. Kama kwa Yesu waliongea, kwako wataongea. Hata majirani yako si wanakuongea.
si wanakuongea, si kazini wanakuongea. Wanadamu hawawezi kuchoka kuongea, wataongea. Lakini sisi kazi tumeitiwa ni kuwavua watu, ni kuwavua. Hatujali wataongea nini, hatujali watasema nini. Tumeitwa kwa kazi ya kuwavua nani? Watu. Amen. Unanisikia? Njoni munifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Muda mchache tu tunakwenda kuwatoa watu mashimoni. Muda mchache tu tunakwenda kuwatoa watu ambao wametupiwa roho za mauti. Mungu ananiambia kuna mtu wako hapa ametupiwa roho ya mauti. Mauti ni mauti, ametupiwa roho kwa sababu mauti nataka kummeza. Maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na tajiri na Lazaro. Tajiri akaishi duniani kwa anasa, akafa, akazikwa. Alafu tunaambiwa ya kwamba mwanzo Lazaro alikufa. Alipokufa akachukuliwa na malaika, akawekwa kifuani kwa Ibrahim. Alafu tunaambiwa habari za tajiri. Tajiri ambaye alikuwa anaishi hapa duniani, anaishi kwa anasa. Tajiri akafa. Alipokufa yule tajiri, tunaambiwa akapelekwa kuzimu. Basi kule kuzimu, tajiri alipokuwa kule kuzimu, kuna mambo tajiri alijua. Akakuwa anamuona Lazaro akiwa kifuani kwa Ibrahim, wakaanza kuongea na Ibrahim. Maandiko yanasema ya kwamba yule tajiri akasema, mtume angalau Lazaro achovye ncha ya kidole katika maji, angalau ni kunywa niburudishwe na maji. Kumaanisha yule tajiri alikuwa anateseka. Alafu tunaambiwa ya kwamba akaendelea kusema ya kwamba huyu Lazaro atumwe tena. Atumwe wapi? Aende duniani akafanya nini? Akawaone ndugu zake kule, kwa sababu wasifike hapa wapi? Kuzimu. Ibrahim akasema wako na Musa na manabii na wawasikilize hao. Lakini tajiri akiwa kule kuzimu, tajiri kuna vitu amegundua, kuna mambo ameyafahamu akiwa kuzimu. Anamwambia Ibrahim, la baba Ibrahim anakataa. Anamwambia Ibrahim, nikiwa hapa kuzimu kuna mambo nimeyajua, lakini akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatii. Yes. Tajiri yuko kuzimu, lakini anamwambia Ibrahim ya kwamba mimi najua hapa kuzimu ya kwamba mtu anaweza kutoka kwa wafu na akaingia duniani na akaongea na watu kule duniani. Na kuna watu wakilala usiku wako hapa wanaota ndoto. Mtu alikufa kitambo, ni babako, ni mchumba wako, anakuongelesha, anakuja kila usiku, wanakulisha nyama, wanakuongelesha na haufahamu hawa watu wanataka nini na sisi. Ushawishi kutoka utawala wa kuzimu umekuwa mwingi katika maisha ya wanadamu, na kuzimu iko na ajenda, na ajenda ni kwamba wengi wakachukuliwe kutoka duniani waingizwe kule kuzimu. Na watu kutoka kuzimu wanaanza kutupa ndoana zao, wanachukua watu duniani wanawapeleka kuzimu. Watu wakikuja ambao walikufa zamani, wakija katika ndoto na kuongea na watu, kuna tamaduni zingine ambazo zinaambatana na uchawi. Unasikia mtu anasema, wewe babangu mdogo ambaye tulimzika juzi anasema ya kwamba anasikia baridi. Alafu wazee wanasema sawa, tumepata sababu, twende kule makaburini. Wanaenda wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi. Baada ya kuchinja mbuzi, unasikia watu wa kwamba wamekaa pale, na wale wazee wachanja sana, wachawi wafe, wanasema ya kwamba sasa hii nyama tuikatekate, hakikisha kila mmoja amepata kipande cha nyama. Nimegonga ndipo sipo? Ndipo. Yeah. Twende nalo. Yeah. Sikiliza, hawa wazee wanahakikisha kila mmoja amekula ile nyama. Yaani wanangojea kisababu ambacho kinaweza kufanya shughuli zao za kichawi zifanyike. Nimeota ndoto ati nimeona babu yangu alikufa zamani. Babu yangu ananiambia kwamba anasikia baridi. Anasikia baridi kivipi? Amezikwa futi 6 chini, kitu cha kwanza. Amefinikwa na udongo, kitu cha pili. Kitu cha tatu, amejengewa mpaka cement slab juu. Kitu cha 4, amewekewa mpaka hema ya mabati. Anasikia baridi vipi? Alafu kwa sababu
tamaduni zetu za Kiafrika nyingi zimeambatana na uchawi. Unapata sasa watu wanashikamana, wanakimbia pale makaburini. Wazee wamepata sababu sasa, wanaita familia nzima, mbuzi inachinjwa pale, wanakatakata mbuzi, wanamwekea yule aliyekufa ambaye babu anaotesha watu, wanamwekea kasoda pale na kasahani kaugali pale na kipande cha nyama, na nyinyi mnakula pia. Alafu watu wanaanza kupata shida, kwa familia watu wanaanza kufutwa kazi, kwa familia umaskini, watu wanasirima. Haujui shida ilitokea wapi. Ulikula nyama. Mwambie mwenzako ulikula nyama. Ulikula nyama. Mwambie shida yako ni nyama. Shida yako ni nyama. Mwambie mwenzako wacha kupenda vya duniani. Wacha kupenda vya duniani. Mwambie tuliza matumbo. Tuliza matumbo. Uishi neno la Mungu. Sasa hawa watu kwa sababu wamependa tamaduni za kichawi, hawa watu wanahakikisha familia nzima imeingizwa katika mkataba wa kichawi. Maandiko yanasema asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe katika moto, asionekane kwako mchawi, wala atazamaye nyakati mbaya, wala anayeabudu wafu. Ibada za wafu ziko. Yeah. Na Wamejikenda wanazipenda sana. Ibada za wafu. Ukisikia tu mtu ameota ndoto mbio makaburini, wako hapo. Wanapenda. Viadomoni wako. Ikifika Friday unasikia tayari kule mwadhini ya shadini, watu tayari wako mbio, wanapewa nyama. Wengi ambao wamepanga laini pale ni Wakristo, wako hapo. Wanatii kabisa. Ukiwaambia wafike kanisani mapema, unaanza kuanzana na wao. Ukiwaambia kuna nyama zinagawanywa, usikii. Tumegonga ndipo sipo. Tuende nalo tusiende nalo. Twende. Sasa sikiliza kwa makini. Nimekuja kufua watu leo. Sikiliza kwa makini. Yes. Tajiri anasema, lakini akiwaendea mtu atokaye kwa wafu. Akiwaendea, huyu mtu atawaendea vipi mwanzo? Kwa sababu amezikwa. Akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watamsikiliza. Ibrahim anasema wako na Musa na wako na manabii, nao wasikilize wao. Tajiri anakataa, anamwambia Ibrahim, kuna kitu haujui. Shida kubwa ya Wakristo is lack of knowledge. Knowledge. Yesu alipokuja duniani alihubiri Injili, aliitwa mwalimu. Aliitwa nani? Mwalimu. Tatizo la Wakristo sahihi, generation ambayo iko sahihi, ni generation ya titles. Sema titles. Ya kwamba ukibandikwa jina zito la apostol unasikia sasa, unasikia ndipo mwili unachemka, unasikia kweli nipo. Ukiitwa pastor unasikia umerudishwa chini. Yesu aliitwa mwalimu kwa sababu ile kazi alikuja kwa sababu ya ibada. Yesu anasema waniabuduo wataniabudu katika roho na katika kweli. Amen. Yesu alikuja kuhubiri kuhusu misingi ya ibada, kwa sababu wakati ule ibada ilikuwa imeharibika, watu walikuwa hawamjui Mungu. Akaanza kuwafundisha, wakaanza kushangaa na yeye. Kijana kadogo amekalisha madaktari, amekalisha mafarisayo, wamemsikiliza kijana mdogo anaporomosha Injili, watu wanashangaa naye. Njoni mnifuate, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Injili ililetwa ili kumuunganisha mtu na Mwenyezi Mungu. Injili ililetwa ili mtu akamjue Mwenyezi Mungu. Sababu tunawahubiria nyinyi sio kwa sababu tuwachangamshe mioyo yenu na kuchangamsha damu yenu. Tunawahubiria Injili mukaweze kumjua Mungu. Sababu kubwa ya hii revival ni wewe ukamjue Mungu. Amen. Hakuna kitu shetani anaogopa kama mtu anayemjua Mungu wake. Maandiko yanasema wale wamjua Mungu wao watafanya mambo makubwa. Amen. They shall do exploits. Those that do know their God, they will do exploits. They are doers of exploits. Amen. Hawa watu wanafanya makubwa. Kuna watu ambao kazi yao ni kueleza habari katika kanisa, wanaitwa newsmakers. No, hao ni news reporters.
Kazi yao ni kuripoti. Leo nimemwona Pastor Faith mahali anahubiri, umesikia? Yeye kazi yake ni kuripoti. Mchungaji, leo hata nikimaliza kuhubiri utasikia mwingine atakuripotia. Na ulikuwa pamoja naye hapa. Atakwambia ulisikia? Ulisikia vile watu wanakimbia makaburini, unasikia? Anakuripotia. Huyo ni news reporter, kazi yake ni kuripoti. Sawa sawa. Kuna mwingine anaitwa newsmaker. Newsmaker ni wale wanatengeneza news. Kama leo niko hapa na watengenezea news, na watengenezea habari. Sawa sawa? Yes. Alafu kuna wengine watazibeba wasipeleke kwingine, si ndio? Wale ni maripota wako. Kanisani maripota ni wengi, wengi sana. Wamesikia injili lakini bado watakuripotia, si ndio? Wako. Muulize mwenzako, wewe upo? Sasa unapata kwamba Yesu, misingi ambayo alileta Yesu Kristo duniani ni misingi ya ibada. Yeye alikuwa ameconcentrate sana na ibada. Unapata Yesu akaingia katika hekalu. Alipoingia hekaluni, nini alifanya Yesu? Akaanza kuwafukuza waliokuwa wakiuza njiwa na kubadili fedha pale. Akaanza kuwachapa viboko, akawaondoa. Akasemaje? Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, nyumba ya ibada, lakini ninyi mnaifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Haya maneno Yesu alikuwa anayaongea, sio maneno tu alikuwa anaongea. Kuna kitu Yesu alikuwa anataka watu waelewe, ya kwamba yapo madhehebu ambayo ni mapango la wanyang'anyi. Naweza ingia katika hilo dhehebu kapoteza kila kitu. Kuna watu waliingia makanisani, shida zao zilianza na makanisa. Wakaingia katika makanisa wakapoteza magari, wakapoteza nyumba, wakapoteza bwana, wakapoteza. Pango la wanyang'anyi ni pango. Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Tuko hapa kwa sababu ya sala. Tuko hapa kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya njooni mnifuate, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Watavua nani? Watavua watu. Yesu alipokufa, maandiko yanasema ya kwamba kukakuwa na pingamizi kubwa kuhusu wale mitume, na wale mitume wakatapakaa kote. Tukaona kina Philip wakienda katika kila eneo wakihubiri injili. Tukaona kwamba kuna watu wakazidi kuongezeka. Acts chapter 13, in the church at Antioch there were prophets and there were teachers. Katika kanisa la Antioch lilikuwa linaongezeka kila siku, watu 5,000, watu 6,000, watu wanaongezeka kwa sababu injili ilikuwa inahubiriwa. Amen. Ndoana ya kuwavua watu ni injili. Hakuna ndoana nyingine, ni injili. Na injili pasipo roho na pasipo kweli sio injili. Sikiliza, kuna watu wamekuwa na kesi kotini, si ndio? Wewe unasema ukweli kabisa, lakini wamekupinga mpaka wakachukua shamba lako, lakini wewe umesema ukweli. Kwa nini walikushinda? Ni kwa sababu katika yale maneno uliyaongea yalikuwa na kweli, lakini yalikosa roho. Yalikosa, sema yalikosa roho. Alikosa roho. Mhubiri yoyote yule hapa duniani, hata uwe umesoma PhD, doctorate ya aina gani, ukiwa unaongea unafundisha watu ni maneno pasipo na roho, wewe ni mtupu. Hakuna mahali unaenda. Hata uwe na kanisa kubwa namna gani ambalo liko na neno lakini halina roho, wale watu watakuwa wanapigwa vita kila siku na shetani, kwa sababu shetani pingamizi kubwa yake ni roho. Ni nini? Ni roho. Nasikiliza. Na kuna watu wamekuwa kotini, wanaongea neno, wako na roho lakini hawana kweli. Yeyote anayehubiri injili ako na roho lakini hana kweli, huyo mtu ako self confused. Sema self confused. Self confused. Yaani ako na roho, ndio ako na roho lakini hana kweli. Kumaanisha anaweza kutumia roho na akafanya karata zake za uongo pale, lakini kwa sababu ako na roho utamwamini, lakini hana kweli. Ni confusion, ni kuchanganyikiwa. Ndio maana Yesu akasema ibada kamili.
Pasipo roho na pasipo kweli, hiyo ibada haiendi mahali. Mbingu inajibu mtu ambaye amebeba roho na amebeba kweli. Maandiko inasema ukaifahamu kweli na ukweli ukakuweka huru. Sio miujiza. Miujiza haiwezi kukuweka huru. Hata mapepo, mashetani, majini, wachawi, mafrimason wanaweza kukufanyia miujiza. Tumeona wale watu wa kinimacho, mnaenda kulipa 50 bob, si ndio? Alafu anachukua karatasi la kitabu, analiweka mdomoni, analitafuna, si ndio? Alafu anatoa noti ya pesa 1000, anatoa noti ya pesa 1000. Alafu wewe uko pale unafurahia, unasema ni miujiza, unachangamka moto sana, ni miujiza, si ndio? Kama kweli huyu jamaa, kama kweli anatuambia ukweli, kwa nini tusimpatie hili neno lote? Daftari liko na peji zaidi ya 1000, tumpatie alitafune lote, atumwagie pesa, tugawanyane sote, tutoke pale tukiwa sawa. Mbona tunalipa kuingia? Kama kweli yeye anaweza kutafuna makaratasi akatoa pesa kwa mdomo, si tumpatie daftari na peji 96, alitafune zile pesa, tugawanyane. Kazi yetu ni kununua madaftari, si ndio? Kila mmoja abebe daftari lake pale. Mama beba lako, beba lako, beba lako. Tumekuja hapa. Haya, mtenda miujiza yuko wapi? Yuko hapa. Madaftari ndio haya, amefika hapa. Tafuna mpaka utoke. Mwaga pesa tu. Mwaga pesa tu. Kila mtu anapewa zake. Kila mtu anapewa zake. Kumaanisha huyu jamaa anatumia roho fulani, lakini hana kweli. Hakuna ukweli pale, kwa sababu kama kungekuwa na ukweli hatungelipa kuingia. Yes. Si kweli? Kwa nini tulipe 50 na huyu jamaa anaweza kutafuna makaratasi akatoa pesa? Si angetajirika yeye wa kwanza? Anunue gari. Anatuhitaji kweli sisi? Hatuhitaji. Amke asubuhi, akae kwa chumba chake, achukue daftari, aanze kutafuna, si ndio? Akipata pesa tafuna madaftari. Ama mnasemaje? Atafune madaftari, apate pesa, aende akajiendeleze kimaisha. Hatuhitaji sisi. Ndio. Amen. Upo ama upo? Yuko. Tuone muone kinimacho miujiza. Alafu wewe uko hapo, muujiza umehubiriwa na nabii wa Mungu. Profetesa amekuhubiria, umetoka kanisani. Neno la leo lilikuwa zuri. Umeona jamaa anatafuna makaratasi, uko pale kwa barabara, unachangamka, unawaka moto. Uko hapa. Anatafuna makaratasi, uko hapa. Unaambiwa toa shilingi 50, unatoa haraka unaweka. Uko pale unachangamka, jamaa anatafuna makaratasi. Hata nataka niwaone hawa watu wa kutafuna makaratasi. Wewe nitanunua daftari, niende nalo pale, tafuna lote hivi babangu. Nitafune lote hivi. Na shida nyingi sana. Upo? Si wanatafuna makaratasi? Patia daftari, alitafune kisawasawa, kisha mgojee hapo. Uko na shida. Hizi shida zetu hatungekuwa tunazipeleka kanisani. Hizi shida zetu tungekuwa hatusipeleki kwa county office CDF kule. Unataka school fees ilipwe, beba madaftari. Chukua namba ya yule jamaa, nenda kwake asubuhi, patie madaftari. Kazi yake ni kutafuna tu. Atafune madaftari, akupatie pesa ya school fees ukalipe, si ndio hivyo? Mbona anataka tulipe pesa? Mbona anataka tulipe 20? Amekusanya watu pale, maponzolala wamekusanyika pale, wanachangamshwa moyo tu wako hapa. Ametoa 1000. Ametoa 1000. Wewe akitoa hivi, wewe unafurahia kabisa, na si zako na hata kupa. Kuna mtu amewahi kupewa hiyo pesa? Kazi yako ni kufanya nini? Kuchangamka, si ndio? Unachangamka, unasubaa kabisa, macho yako hivi. Na hapa tukikuhubiria injili unalala. Unataka tutafune makaratasi ndio ukae macho. Tukikuhubiria injili unalala. Ukitafunia makaratasi uko hapo umechangamka. Wewe njoni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu.
Ni nani ambaye unafuata wewe? Kwa sababu yule unayemfuata ina determine umbali utaenda katika ulimwengu wa roho. Hawa watu kufuata Yesu haikuwa rahisi. Petero ikafika siku akamwambia Yesu, sasa hizi siku zote tumekufuata, tumeacha mabibi zetu, tumeacha kazi zetu, tutapata nini? Lazima ukuwe na vision katika maisha, lazima ukuwe na maono katika maisha. Wengine wametosheka na pale walipo, wengine wametosheka na kazi wanayoifanya, wengine wametosheka na maisha wanayoishi. Lakini sisi hatujatosheka bado hatujatosheka, bado tuko safarini tunaenda. Yuko Mungu anaweza kuokoa na kukomboa kutoka kwa kamba za mauti. Amen. Yeye anaweza. Kuna watu wametafuta njia za kuingia hapa duniani. Sikiliza, kuna njia 3 za kwenda kuzimu. Sema njia 3. Njia 3. Za kwenda wapi? Kuzimu. Za kwenda wapi? Kuzimu. Njia ya kwanza mtu anaweza kwenda kuzimu ni njia hii. Umekufa kama yule tajiri. Umeishi kwa anasa, umetenda dhambi. Na kufa kwako ukachukuliwa ukapelekwa kuzimu kwa sababu ya dhambi zako. Umesikia? Njia ya pili unakwenda kuzimu ni mchawi amekuja usiku akakuchukua wewe. Unaota ndoto ya kwamba nyanyako amekuja akakuita akakuchukua, anakupeleka mahali na ujue anakupeleka wapi. Anakuingiza kwa chumba giza, alafu anakufungia pale kwa chumba. Pale ni kuzimu. Sikiliza, kuzimu kunaweza kuwa mahali popote. Kuzimu, nyumba ya mtu, sitting room yake inaweza kuwa kuzimu. Inaweza kuwa shambani pale panaweza kuwa kuzimu. Unajua kuna watu wanaota ndoto. Kuna mtu ambaye kuota ndoto kila wakati. Wewe unaota ndoto usiku, unafagia, hauelewi kwa nini. Wewe ukiota tu uko kwa nyumba ya bwana fulani, wewe kazi yako ni kufagia, unapika, unaosha vyombo, unashindwa kuelewa kwa nini ndoto. Ikifika usiku ni ndoto kweli ama kweli niko huko. Kuna ndoto zinatatanisha sana, maana watu hawaelewi maana ya ndoto. Ndoto ni mtu wako wa ndani anatazama ulimwengu wa rohoni. Ndoto inafanyika wakati wewe umelala, mwili unalala, lakini roho hailali, roho inaona. Ndoto ni mtu wako wa ndani anaishi katika ulimwengu wa rohoni. Wakati unaona matukio kama yale ya kwamba unaota ndoto za namna ile, ni kumaanisha kuna kipande cha maisha yako kimechukuliwa, kiko kuzimu. Kiko wapi? Kiko wapi? Nataka tuombe kwa sababu nataka mfike mapema nyumbani. Kesho tunaanza mapema. Kesho nataka nifundishe kuhusu kizazi cha wachawi. Kizazi cha nani? Cha wachawi. Nataka niwafunulie muone watu wachawi wanaishi katikati ya wanadamu. Kizazi cha mashetani. Mungu akasema nimeweka uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Uzao. Yesu naye akikuja hapa duniani anatazama baadhi ya watu, anawauliza kwa nini hamyaelewi yale ninayowaambia? Anashindwa kuelewa. Alafu Yesu anawaambia ni kwa sababu nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na kazi za baba yenu ndizo mnazozifanya. Mahali kwengine Yesu anawaita kizazi cha nyoka. Unashindwa kwa nini awaite kizazi cha nyoka? Kwani hawa ni kina nani ambao ni kizazi cha nyoka? Na hawa watu ni ya kuwa vipi wakati Yesu anataka kusulubiwa pale, ama amewekwa mbele na Pilato? Pilato anauliza tufanye nini? Tumwachilie huyu ama tuwachilie huyu? Wakasema achilia Barabas, waachilie huyo muuaji, waachilie huyo mwizi. Pilato akaosha mikono yake akasema hapa haya mambo sitayaingilia. Wale watu wakasema wacha damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Unajua walimaanisha nini? Watu ambao wako tayari kulaani mpaka kizazi chao, lakini Yesu afi. Wewe unajua umbali shetani anaenda kwa ajili ya maisha yako? Unajua ni kafara ngapi zimetolewa kwa ajili yetu? Leo tumesimama hapa mbele yenu, mnaona ni muujiza. Ni kitu kikubwa sana. Sisi wengine tulipigwa mashoka.
tukapigwa mashoka tukamkia mcha. Watu waliinuka kutupiga mashoka, ni kwa sababu wanaogopa hawa watu watakuwa nani kesho. Na kuna watu ambao hii conference imewekwa kwa sababu yao, na wengine hawajafika hapa kwa sababu wamesuidiwa. Kuna anga tu fulani, kuna ulimwengu ambao ni wa kichawi na kishetani. Kazi yao ni kuwasuidia watu wasifikie muujiza wao. Bartimayo mwana wa Timayo ako pale barabarani, amesikia Yesu wa Nazareti anapita njia ile. Bartimayo anapaza sauti, Yesu mwana wa Daudi. Nani alimwambia Bartimayo Yesu ni mwana wa Daudi? Maandiko yanasema alisikia Yesu wa Nazareti anapita njia ile. Bartimayo mwana wa Timayo, tunaambiwa ni mwana wa Timayo, lakini hatuambiwi habari za babake, hatuambiwi habari za mama yake. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amewachwa, ni mtu ambaye wamemtupilia mbali. Babake hakuwa na matumaini na Bartimayo, maana alikuwa kipofu. Hata kama babake ambaye ni Timayo angekuwa na mali na utajiri, hangeweka mali zake na utajiri kwa mikono za Bartimayo, maana Bartimayo alikuwa nani? Kipofu. Kuna watu wamefanywa vipofu katika ulimwengu wa rohoni. Vitu vya thamani vinapokuja haviwezi kuingia mikononi mwao, vinawapita kwa sababu wamefanywa kama Bartimayo. Lakini leo Yesu anapita njia ile, Yesu mwana wa Daudi. Bartimayo akajua ya kwamba nikimwita mwana Yesu wa Nazareti hata simama, maana wamemzoea kwa jina hilo. Wakasema, Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Watu wakatazama, maana walikuwa wengi, kama vile Pastor Harrison alihubiri akasema ya kwamba wakaanza kumzuilia, wakamwambia Bartimayo, wewe kipofu nyamaza, kipofu nyamaza. Bartimayo akaendelea kupaza sauti yake. Na hii revival conference, endelea kupaza sauti yako, maana ipo sana, majira yanafika. Yesu atakusikia na kuambia atakusikia. Wapende wasipende, wakaanza kumzuilia Bartimayo, wakapiga kelele, Bartimayo nyamaza, wewe kipofu nyamaza, maana walikuwa wamemzoea. Maandiko yanasema yule kipofu Bartimayo, yule kipofu amekaa barabarani miaka yote, gari ikipita inamwagia yeye uchafu, yeye hajui. Opportunities zinakuja upande wake zinampita, mazuri yanakuja upande wake yanampita. Lakini hiyo siku Bartimayo mwana wa Timayo, na inanisikitisha sana, maana uchungu inanisikitisha sana, maana uchungu wa mwana aujuae nani? Tunaambiwa Bartimayo alikuwa mwana wa Timayo, lakini hatuambiwi habari za Timayo. Hatuambiwi kama babake alimtafuta Bartimayo, hatuambiwi kama alikuwa na ndugu zake, hatuambiwi kama mamake alikuwa hai ama hakuwa hai. Yaani Bartimayo alikuwa amekuwa rejected kabisa. Bartimayo alikuwa amewachwa kabisa. Watu walimuona sio kitu cha thamani, watu wakamuona huyu ni takataka. Alipokuwa anapaza sauti yake, Yesu mwana wa Daudi, watu wakamwambia nyamaza. Sijui ni sauti gani inakwambia usije, sijui ni sauti gani inakwambia nyamaza. Sikiza, ni wakati wako wa kupaza sauti, na hii sauti tutaipaza mpaka Yesu atasimama. Na siku atasimama, utapata kuona, utaona utajiri wako, utaona pesa yako, utaona nyota yako, utaona bwana wako, utaona bibi yako, utaona furaha yako, utaona pesa yako, utaona biashara yako, utaona matumaini, utaona ufufuo na utaona uzima. Maana ipo njia ya Bwana, na njia hii Yesu anaifuata leo. Wapende wasipende, utapata kilicho chako. In the name of Jesus. Simama kwa miguu yako. Oh yes, amen. Thank you Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy of all the glory and adoration. Asante Yesu. Asante Bwana wa Mungu. Jina lako liebeleza. Jina lako ni Bwana wa majeshi. Unatamalaki na unatawala milele. Asante Bwana. Wewe Mungu unatamalaki na unaweza.
Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu. Nenda mbele za Bwana, anza kumshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Anza kushukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Mwambie Bwana, wacha hilo neno likafanye kazi ndani yangu. Wacha hilo neno likafanye kazi katika maisha yangu. Kwa sababu ya hilo neno, Bwana nifanye kuwa mvuvi wa watu. Najua kuna watu wanakungojea mahali. Kuna watu wameiona nyota yako mahali. Na hawa watu lazima watakufikia. Lazima watakufikia. In the mighty name of Jesus. We give you the glory and adoration, my Father.